saa 12 na dakika 9 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaendeleza matangazo haya maalum kuhusiana na chaguzi ndogo katika maeneo 24, ikiwa sasa imeingia rasmi katika ile zamu ama awamu ya kuhesabu kura. Na kwa hivi sasa, mtazamaji, wakati wowote tutakuwa tunapata picha kutoka eneo bunge la Kasipul kwenye wakati shughuli ya kuhesabu kura inapoendelea. Mtazamaji, unaona kwa kweli shughuli inaendelea ya kuhesabu kura katika eneo bunge la Kasipul, ambapo Bramwell Bwire anaendelea kufuatilia kwa karibu sana na kwa umakini shughuli hiyo, na pia mwenzangu Clement Masombo anafuatilia shughuli hiyo katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini. Shughuli ya kuhesabu kura inaendelea. Bila shaka mtazamaji, kama unavyoona kwenye runinga yako, kwa kweli wale maafisa wa IEBC wanaendeleza shughuli hiyo kwa utaratibu, kwa uwazi, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda shwari, hakuna dosari hadi tamati, wakati mshindi atakapotangazwa kulingana na utaratibu na mikakati na mbinu na utaratibu na sheria za IEBC kama inavyostahili. Nikiwa bado na Esther Warenga hapa kwenye studio pamoja na Shadrack Wamboi, tukiwa katika dakika za kumalizia masaa yetu. Tulianza mwendo wa saa 10, tuko karibu kumalizia ili mwenzangu Alimanzu atakapokuwa anaingia na kikosi chake kuendeleza matangazo hadi itakapotimia mwendo wa saa 2. Lakini kabla ya kumpisha Manzu, tulikuwa tunazungumzia lile swala la wajibu wa IEBC, na lalama zimetokea kwamba tume yenyewe haijasikika. Hakuna taarifa rasmi ambayo imekuwa ikitolewa tangu wakati zoezi lilipoanza, na tumeona vurugu zimeshuhudiwa. Kuna picha ambazo sio za kuridhisha katika maeneo tofauti. Utasema nini kuhusiana na hilo, ikizingatiwa kwamba tulisema wako kwenye mtihani? Naam, wale makamishna wa tume huru ya IEBC wana majukumu. Walikula kiapo ili waweze kuelekeza uchaguzi ambao ni wa haki, ni wa huru, ni unafanywa kiwazi, ambao ni yule bado kuna ile credibility. Kwa hivyo nadhani kwa yote yale, kwa yote 9, nadhani la 10 na la maana sana ni ile hakikisho kutoka tume huru la IEBC ya kwamba uchaguzi ambao tumekuwa tunauona ama uchaguzi ambao tutakuwa nao utakuwa wa haki na wa huru. Pia kidogo nipeane kongole zangu kwa wale makamishna, kwa sababu jana tuliona wakitupatia uhakikisho ya kwamba uchaguzi wa leo utakuwa wa haki, utakuwa wa huru na utakuwa ule wa uwazi. Lakini kumekuwa na dosari hapa na pale. Ile hali kidogo inaonekana ni ya kawaida katika hali ya uchaguzi, kwa sababu unajua mwanadamu ni mtu ambaye anajipenda, na ndiposa tuna sheria. Ili sheria ikulazimu wewe umjali pia jirani yako jinsi unavyojipenda. Na ndiposa tuko na polisi. Ili unapoleta vurugu, polisi wale wako na ile tunasema kwa kimombo, wako na monopoly of violence. Wanaweza kushika, wakutie mbaroni, wakupeleke mahakamani, uweze kuchukuliwa hatua. Kwa hivyo nadhani kwa mtazamo wangu na muunga Esther mkono, kwa sababu ambasada Esther amesema kwa mapana na marefu ya kwamba kwake na pia kwangu naonelea kwamba IEBC pia ilikuwa na jukumu hapo, pengine masaa ya saa 6 saa 7 mchana hivi, kujitokeza kupeana taarifa pengine si kikamilifu, lakini kupeana taarifa ya kwamba kumekuwa na vurugu hapa na pale, kumekuwa na shida kidogo pale hapa na pale, lakini mambo yote yako sawa. Nadhani lile hamasisho ya kwamba mambo yatakuwa sawa, ya kwamba uchaguzi utakuwa wa haki na uhuru, nikidhani kwangu, na nasema kwa unyenyekevu, nikidhani kwangu ingekuwa ni ishara tosha kwa yule ambaye alikuwa anatamania kwenda kupiga kura, kuwa na uhakikisha kwamba akitoka pale nje hakutakuwa na vurugu, hatakuwa na usalama na ataenda apige kura. Mimi nadhani kwa upungufu ule kutoka kwa tume huru ya IEBC iweza ikawa pengine imesababisha wananchi fulani wajeza kujitokeza kupiga kura, kwa sababu walipoona my senior in the profession, yule mwakilishi wa bunge la eneo bunge la Homa Bay, Homa Bay mjini, ile Homa Bay town, Mheshimiwa Kaluma amejeruhiwa. Ile ni ishara tosha ya kwamba mambo huko nje. Kama huyu mbunge ambaye analindwa na askari, bunduki yake imepotea, bunduki ya mlinzi imepotea, amepigwa kichwa, anatoka anafuja damu. Kwa hivyo
kama mimi basi mimi mwananchi wa kawaida, mimi mnyonge basi, pengine hali itakuwa basi tata sana. Kwa hivyo inakuwa ni ishara ambayo inakataza watu wengine na wakosesha ile motivation ya kutoka kupiga kura. Kwa hivyo mimi kwangu ni kwamba IEBC imekuwa katika mizani, mambo bado tunaona venye itaendelea. Siku 28 kutoka sasa tunaona kama kutakuwa na mapendekezo mahakamani. Kwa hivyo yule hata pia atatangazwa kuwa mshindi leo. Asidhani tu sherehe inaanza leo. La, itabidi apige magoti ili siku 28 zinapoisha zikamilike. Asipoona kesi ashukuru Mwenyezi Mungu kwamba ako sawa. Asherehekee baada ya siku 28. Asante sana Shadrack Wamboi ni wakili. Samahani Esther, sitakupa muda zaidi. Muda umepisha, muda haunasi. Asante sana Esther Warenga, pia ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi, ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi, lakini tu kabla sijaondoka ni kwamba kutoka eneo bunge la Ugunja, Daniel Kariuki atakuwa anatueleza jinsi shughuli ya kuhesabu kura inavyoendelea. Mbere kaskazini kunaye Clement Masombo, Malava Jeff Kirui yuko Ange, Magarini Tobias Chanji yuko Ange, katika kaunti ya Baringo Ken Gashuhi yuko kule, amejiandaa kukuletea matangazo mbashara kuhusiana na jinsi shughuli za kuhesabu kura zinavyoendelea. Na pia katika eneo bunge la Kasipul tunaye Bramwell Bwire, ikiwa ni pamoja na maeneo wodi 17 ambapo wanahabari wetu pia wamejiandaa kule, watakuwa wanatutumia picha na maelezo halisi jinsi mambo yanavyoendelea katika maeneo yote 24. Mtazamaji, kwa hivi sasa ninakuacha na takwimu za idadi ya wapiga kura katika maeneo yote 24 pamoja na wote waliokuwa wanawania nyadhifa hizo katika kaunti ya Baringo, vituo 6 maeneo 6 ya bunge pamoja na maeneo wodi 17. Mimi ni Agnes Gakunga, ninakuacha mikononi mwa Ali Manzu pamoja na kikosi kizima. Endelea kufuatilia matangazo hapa KTN.
Barabara kabisa mtazamaji, popote ulipo unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja ya uchaguzi ama chaguzi 2025 hapa KTN, ambapo tumekuwa na wewe kuanzia majira ya saa 12 asubuhi hadi hivi sasa, ambapo tunaendelea bado kukuletea taarifa kwa njia mubashara kabisa kuhusiana na kinachojiri hivi sasa, baada ya kukuelezea siku kutwa, yani mambo yalivyokuwa kuanzia asubuhi. Wakati wa Kenya waliojitokeza walifika katika vituo vyao maeneo mbalimbali, na kisha baada ya hapo kukatokea vurumai hapa na pale, taarifa ambazo zingine tulikuwa tunakuletea kwa njia moja kwa moja, na vile vile kuweza kusikia hisia kutoka kwa wasimamizi wenyewe kuhusiana na namna shughuli inavyoenda. Kumbuka hiki ni kibarua cha kwanza kwa tume mpya kabisa ya uchaguzi inayoongozwa na mwenyekiti wake Ekathon, ambaye amekuwa katika viwanja vile vile hii leo, na baadhi ya makamishna wake wengine pia walikuwa wametawanyika maeneo mbalimbali. Kama nilivyokuelezea asubuhi, chaguzi hizi ni chaguzi ndogo ambazo zitafanyika katika maeneo 181 huku kukiwa na wagombea hao 181 katika maeneo hayo yote, kumaanisha kwamba kulikuwa na watu ambao wanashiriki katika zoezi hili. Yani haki ya mwananchi imepewa fursa hii leo kushiriki katika zoezi hili la upigaji kura. Kuna baadhi ya watu ambao walijitokeza, kuna baadhi ya watu ambao kujitokeza. Asubuhi tukiongea na baadhi ya wanahabari wenzangu ni kwamba idadi kubwa ya watu ambao walitokea, kwa mfano sehemu ya Magarini, kaunti ya Kilifi, pia tukaelezewa katika maeneo ya Mbeere pale na katika eneo la Kasipul kama sijakosea, pia idadi kubwa ya watu walijitokeza ni wazee na kina mama. Katika jinsia hatujajua ni nani na nani ambao walioingia, lakini zaidi tu ni kuweza pia kunakili kwamba vijana kwa bahati mbaya sio wengi ambao waliojitokeza. Tatizo liko wapi? Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tutakaojadili hivi sasa. Pia tukiangazia matokeo ambayo yanaendelea kuhesabiwa hivi sasa. Kumbuka kuanzia saa 11 vituo vilifunga shughuli zake baada ya kufunguliwa kulingana